Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri Mkuu wa Israeli Bwana Benjamin Netanyahu anasema mashambulizi ambayo tayari yametekelezwa na Israel si kitu ikilinganishwa na yale ambayo Iran itashuhudia katika siku zijazo. Waziri mkuu huyo wa Israel amesema muda si mrefu ndege kutoka nchini Israel zitatanda katika mji mkuu wa Tehran na maeneo mengine ya nchi hiyo ya Israel, huku mashambulizi yakishuhudiwa na kuharibu kabisa miundombinu ya nyuklia ya taifa hilo la Iran. Hata hivyo, amesema kwamba wakati huu nchi ya Iran inafanya mashambulizi na mashambulizi haya yatajibiwa vikali, tofauti na kile ambacho wao wanakifanya ama kile ambacho ulimwengu utashuhudia. Israel itatumia nguvu kubwa sana katika kuhakikisha inaishambulia Iran katika siku zijazo. Mashambulizi haya yatafanyika si siku moja wala siku 6, ni mashambulizi ambayo yatafanyika kwa muda kidogo, licha ya kwamba hakutaja ni muda gani, taarifa hiyo ilieleza. Hata hivyo, watu wengi nchini Israel wamekumbwa na mshtuko kutokana na mashambulizi yanayofanywa na Iran, na ni baada ya makombora mawili ya Iran yaliua takribani watu 10 wakiwemo wanawake 4 wa familia moja katika mji wa Tamra na mvulana wa miaka 10 na msichana wa miaka 8 katika mji wa Bat Yam. Maafisa wa Israel pia walikuwa wameonya kuwa nchi hiyo itakabiliwa na siku ngumu, huku wakifanya mashambulizi yasiyo na kifani dhidi ya Iran. Israel imedokeza kuwa hii itakuwa tukio la muda mrefu ambalo linaweza kuchukua wiki sio siku, lakini lengo lake la mwisho bado haliko wazi. Mamlaka za Israel zinasema kuwa ni haki kwa hatua kama hiyo kuchukuliwa kwa sababu Iran ilikuwa inafikia kiwango kibaya cha utengenezaji wa silaha za nyuklia. Wengi wanahoji hilo, na Iran imekuwa ikisema mara kwa mara kwamba mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya amani, jambo ambalo Israel inaendelea kukataa. Wakosoaji wa waziri mkuu wanasema hivi ni vita vya kujichagulia na kwamba diplomasia inasalia kuwa kitu na njia pekee ya kutatua suala hilo linalozunguka mpango wa nyuklia wa Iran. Leo kumekuwa ni asubuhi ya huzuni na ngumu sana kwa nchi hiyo ya Israel, na hii ni kauli iliyotolewa na rais wa Israel Bwana Isaac Herzog. Wakati rais huyo wa Israel Bwana Isaac Herzog akiandika kwenye ukurasa wake wa X kwamba asubuhi ya huzuni na ngumu sana, akisema wakati nchi hiyo inaamka ikiwa imeshambuliwa na Iran katika maeneo yake ya kati na ya kaskazini, huku mashambulizi yakiwa yanaendelea. Mashambulizi ya uhalifu ya Iran yaliwaua na kuwajeruhi Wayahudi na Waarabu, raia wa Israel na wahamiaji wapya, wakiwemo watoto na wazee, wanawake na wanaume, Herzog aliandika katika ukurasa wake wa X. Aliongeza kuwa niko pamoja na familia wakati huu na waombolezaji juu ya mazito haya na misiba hii mibaya iliyowakuta. Niwaombee majeruhi wapone na kupatikana kwa waliopotea. Tunaomboleza pamoja, tutashinda pamoja, aliandika rais wa Israel Isaac Herzog katika ukurasa wake wa X. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia nasi tutakuwa tukikujuza mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.